Hamisi Mkindi, ninafanya kazi Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, ofisi ya Arusha. Lakini vile vile ni mwenyekiti wa chama cha mawakili kanda ya Arusha. Tumejitolea kuwasaidia hawa vijana wote. Umeelewa? Na siko peke yangu, kuna wakili Mary Mwita, kuna Mwaimu na kuna mawakili wengine ambao mmewaona kule. Kwa hiyo tutalifanya jukumu hili mpaka pale mwisho. Tumelichukua, ni la kwetu. Kwa hiyo naomba msiwe na wasiwasi. Wale vijana wana mashtaka mawili. Shtaka la kwanza ni kupanga njama. Njama ya nini? Ni njama ya kupindua serikali. Kwa hiyo kosa la pili ni kupindua serikali. Katika lugha rahisi wanasema kosa la uhaini. Uhaini ni kuiondoa serikali iliyopo madarakani pasipo kufuata utaratibu wa kisheria. Utaratibu wa kisheria ni kupitia uchaguzi. Sasa mkitaka kuiondoa bila kufuata utaratibu wa kisheria, maana yake umekiuka sheria. Hilo ndio kosa la pili. Sasa kuna shtaka hilo la pili halina dhamana. Halina dhamana, kwa hiyo wako kule. Upelelezi unaendelea. Lakini kila mmoja alisikia maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba hao watu, akimuelekeza muendesha mashtaka, mkurugenzi wa mashtaka, kwamba hao watu waachiliwe. Kwa hiyo hilo nalo linafanyiwa kazi. Linafanyiwa kazi. Kwa hiyo tutakapokuja tarehe 3 na tarehe 4 tutapata kujua wamefikia hatua gani. Sasa katika kuwatetea tumebaini mambo fulani. Jambo la kwanza, tumebaini kuna wako ambao wako chini ya miaka 18. Kwa maana ni watoto. Kwa mujibu wa sheria ya mtoto, ukiwa chini ya miaka 18 wewe ni mtoto. Na kuna taarifa pia kwamba baadhi ya hao watoto ni wanafunzi waliopaswa kuwa kwenye mitihani ya kidato cha 4, kidato. Sasa sisi tunao wengi, jumla ya watu wako 191. Kwa kama kuna mzazi ambaye mwanae yuko chini ya miaka 18, tutaomba abaki, tupate kuzungumza naye pembeni. Kuna yako ambayo tunataka kuzungumza naye. Kule ndani wako wengi. Kuna wako ambao wana mahitaji maalum. Mfano, tuna mmoja tumekutana naye ni mlemavu wa kusikia na kuzungumza. Lakini si mwenyeji wa Arusha pia. Alikumbwa tu. Anaishi Kimandolo, tumepata taarifa zake. Kwa hiyo ndugu zake pia tungependa zaidi kama wapo hapa tuweze kuwasiliana naye. Tuangalie. Kwa sababu kama alipita shule maalum ya zile tunasema shule ya mahitaji maalum, maana yake akija mtaalamu wa alama wataweza kuwasiliana. Lakini kama hana, maana yake kuna yule mtu aliyekuwa naye nyumbani ambaye wanaonana kila siku, ndio wamezoea, wanaweza kuwasiliana. Maana yake kila anapokuja mahakamani tunahitaji huyo awepo ili aweze kumfikishia ujumbe wa kujua, ana haki hiyo ya kujua nini kinachoendelea. Sasa hivi tunampeleka tu, hajui amekuja kufanya nini, hajui nini kilichoendelea. Kwa hiyo tunahitaji kusikia kwa ndugu zake pia ili tuweze kupata hilo. Kwa sababu mimi hata nikiongea naye bado tunashindwa kufanya nini? Kuelewana. Kwa hiyo tunaomba hilo pia, kama kuna ndugu yake au aweze kubaki ili tuweze kusema naye. Na mwisho, wale ambao ni wanafunzi, kama wazazi wao wapo, tuwasiliane nao ili tuweze kujua. Kuna wako ambao wanatakiwa kwenda kuanza kidato cha kwanza.
Kuna baadhi nimeonana nao pale wamesema wanatakiwa kwenda form 1. Maana yake hii Disemba ndio wanatakiwa wafanye nini? Maandalizi. Sasa ule mchakato wa kuachia unaendana na hivi vipaumbele. Upelelezi unaendana na hivi vipaumbele. Maana yake tukizipata hizi taarifa kwa uhakika, tutaziwasilisha kwenye mamlaka husika kwa haraka ili hawa waweze kuachiwa mapema zaidi wakafanye hayo majukumu yao. Hasa hawa wanafunzi. Sasa tusaidiane. Sawa sawa ndugu zangu. Tulipenda kuambiana hayo. Mimi nimemaliza. Maelekezo ya jaji swala la watoto hakimu. Maelezo ya hakimu ni kwamba ameelekeza upande wa mashtaka wakalifuatilie kuainisha wapi ni wanafunzi ili utaratibu uweze kufanyika kwa haraka. Kwa mfano, lingekuwa limewasilishwa mapema, maana yake wale ambao walikuwa wanaanza mitihani ya kidato cha 4 Jumatatu, utaratibu ungewekwa. Wangeweza kufanya mitihani kuanzia Jumatatu. Kwa hiyo hili la watoto tunalitaka hasa, ndio maana tukasema mbakie. Kwa sasa hivi ni rahisi sisi kumwangalia tukasema ni mtoto. Yeye mwenyewe anasema ni miaka 16. Uthibitisho ni nini? Ndio maana tunawahitaji wazazi tuzungumze nao tupate uthibitisho ili tuweze kuona tunafanyaje. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria pia hawa watoto wana mahakama yao maalum, mahakama ya watoto. Huwa hawachanganywi na watu wazima. Kwa hiyo tunahitaji ili tuweze kuanza kuwatenganisha tangu awali. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo wakutusaidia ni ninyi. Si tufanye wajibu wetu na nyinyi mtusaidie huo wajibu ili kwa pamoja tuweze kusaidiana kuwasaidia. Sasa ndugu zangu,